Tunaanza leo hapa katika Zaburi 3 ambapo Daudi anapitia moja ya siku mbaya zaidi za maisha yake. Anakimbia kuokoa maisha yake kutoka kwa mwanawe Absalomu. Absalomu amepanga jaribio la mapinduzi. Sasa Daudi anafuatwa na mwanawe na wanajeshi wa mwanawe. Daudi hata hajapata muda wa kufunga begi anapokimbia kutoka mji wa Yerusalemu. Anatazama nyuma yake kwa namna ya kusema anapoandika Zaburi hii katika mstari wa 1. Bwana, maadui wangu ni wengi. Wengi wanainuka dhidi yangu. Wengi wanasema juu ya nafsi yangu, hakuna wokovu kwake kwa Mungu. Sela. Kwa hivyo, ingawa Daudi hapa yuko kwenye shabaha ya wawindaji, anamwita Bwana. Ana uhakika kabisa kwamba Mungu anasikiliza. Kwa kweli, neno hili dogo Sela litaonekana katika Zaburi zote na hatujui hasa linamaanisha nini, lakini linaonekana kuashiria mapumziko ya muziki, aina ya kipindi cha kutafakari. Ni mwaliko wa kutafakari juu ya kile kilichoandikwa. Lakini kile kinachofanya ni dhahiri, inakufanya upunguze mwendo. Inasema kwa ufanisi, tazama, chukua muda hapa na fikiria juu ya kile ulichosoma. Na hicho ndicho hasa anachofanya Daudi hapa anapopunguza mwendo. Ni kama anapumua kwa kina, anajituliza, kisha anaandika hapa katika mstari wa 3. Lakini wewe, Bwana, ni ngao yangu, utukufu wangu, na unayeniinua kichwa changu. Nililia kwa sauti kwa Bwana, naye akanijibu kutoka kwenye mlima wake mtakatifu. Daudi sasa ana uhakika sana kwa Bwana kiasi kwamba anasema hapa katika mstari wa 5, nililala na kulala usingizi. Niliamka tena kwa maana Bwana alinilinda. Unaona, Daudi anaacha matokeo yote mikononi mwa Bwana kabisa. Hivyo ndivyo unavyolala usiku. Hivi ndivyo wewe na mimi tunaweza kujua kwamba tumeacha kitu mikononi mwa Bwana kweli. Je, tunarudi tena na kujaribu kukichukua tena? Je, tunarudi tena na kuwa na wasiwasi kama kweli amekishughulikia, au tunaweza kupumzika ndani yake? Nataka usikilize mabadiliko katika mtazamo wa Daudi sasa katika mstari wa 6. Sitakuwa na hofu ya maelfu ya watu ambao wamejipanga dhidi yangu pande zote. Sasa, je, Daudi ana ujasiri hapa kwa sababu labda amekutana na mzigo wa silaha? Hapana, silaha moja tu imempa uhakika kamili. Mstari wa 7, inuka, Bwana, uniokoe, Mungu wangu. Kwa maana unawapiga adui zangu wote kwenye shavu, unavunja meno ya waovu. Wokovu ni wa Bwana. Unaona, silaha moja ya Daudi ni maombi yenye ujasiri kwa Mungu wake mwenye nguvu. Je, unahisi kama shabaha wakati mwingine? Je, unahisi kama kuna alama ya shabaha mgongoni mwako, unawindwa? Labda sasa hivi unanyanyaswa na mtu. Niruhusu nipendekeze kwamba ubinafsishe Zaburi hii. Niruhusu nipendekeze kwamba useme na Daudi katika wimbo huu wa ujasiri, Bwana, wewe ni ngao yangu. Wokovu wangu ni wa Bwana. Sasa hapa katika Zaburi ya 4, Daudi bado anakimbia kutoka kwa Absalomu. Lakini wakati huu mada ya neema imeongezwa kwenye ujasiri wa Daudi. Mstari wa 1 unasema, nijibu ninapokuita, Mungu wa haki yangu. Umenipa faraja nilipokuwa katika dhiki. Nifadhili na usikie maombi yangu. Sasa neema iko wapi katika kauli hiyo? Naam, iko katika maneno Mungu wa haki yangu. Unaona, Daudi anadai haki, lakini anatambua inatoka kwa Mungu, kama vile Biblia ilivyotuambia kwamba Abrahamu alihesabiwa haki kwa sababu ya imani yake kwa Mungu, Yakobo sura ya 2 mstari wa 23. Kwa hivyo, kwa kujiamini katika neema ya Mungu, sasa Daudi anaweza kutoa neema hata kwa maadui zake. Anaandika hapa katika mstari wa 4, kasirikeni, lakini msitende dhambi. Fikirieni mioyoni mwenu, vitandani mwenu, na mnyamaze. Sela. Kuna sela nyingine. Lakini wakati huu Daudi anawaambia maadui zake kwamba ni bora wapunguze mwendo na kufikiria kwa makini.
Ni bora wafikirie mahali dhambi yao inawapeleka, kwa sababu wanahitaji kusimama, kufikiria juu yake na kuweka imani yao kwa Bwana. Sasa je, maadui wa Daudi walistahili neema ya Mungu? Hapana. Lakini wala Daudi wala wewe au mimi hatukustahili. Ndiyo maana tunaita neema kama kibali kisichostahiliwa ambacho Mungu ametupatia kama zawadi. Sasa hapa katika mstari wa 6 Daudi anaombea watu wengine. Na kwa njia, tunapoanza Zaburi hii na kuelewa kwamba Daudi anaomba kwa ajili yake mwenyewe, sasa baadaye hapa anaomba kwa ajili ya watu wengine. Hali za Daudi hazijabadilika, lakini moyo wake umebadilika. Bado yuko katika kukimbia, lakini anasema hapa katika mstari wa 8, kwa amani nitalala na kulala usingizi, kwa maana wewe peke yako, e Bwana, unaniweka niishi kwa usalama. Nikuambie mpendwa, hakuna mto laini zaidi kuliko kuamini katika nguvu na mpango wa Mungu. Sasa hapa katika Zaburi sura ya 5, Daudi anaandika ombi la maombi la uaminifu. Anaanza kwa kumkaribia Mungu kupitia mfumo wa upatanisho na dhabihu wa Agano la Kale. Kwa kweli hapa katika mstari wa 3 anaandika, Ee Bwana, asubuhi unasikia sauti yangu. Asubuhi naandaa dhabihu kwa ajili yako na kutazama. Unaona, kupitia mfumo wa dhabihu, Daudi anatazamia sasa dhabihu ya mwisho ya Yesu, ambapo leo tunatazama nyuma kwenye dhabihu ya mwisho ya Yesu, mwanakondoo wa Mungu. Na hapa kuna ombi la maombi la Daudi katika mstari wa 8. Niongoze, e Bwana, katika haki yako kwa sababu ya adui zangu. Fanya njia yako iwe sawa mbele yangu. Kisha chini katika mstari wa 10 anaongeza, waache waanguke kwa mashauri yao wenyewe kwa sababu ya wingi wa makosa yao. Wafukuze kwa maana wameasi dhidi yako. Sasa je, Daudi anakuwa na kisasi hapa? Inaonekana hivyo, lakini sidhani kama anafanya hivyo. Kwa kweli, nadhani sehemu iliyobaki ya Zaburi inaonyesha ukweli kwamba anataka hata maadui zake wawe na amani na Mungu. Anasema hapa katika mstari wa 11, lakini waache wote wanaokimbilia kwako. Furahini. Waache waimbe kwa furaha daima, na uene ulinzi wako juu yao, ili wale wanaopenda jina lako wapate kufurahi ndani yako. Sasa kwa wazo hilo la kumalizia, nataka kuingia katika Zaburi sura ya 6, na nataka kuita hii kuwa ni ukaguzi wa hali halisi. Rafiki alinishirikisha wazo kwamba kuchelewesha ni chaguo linalochelewesha neema ya Mungu katika maisha yako. Hiyo ni muhtasari mzuri wa Zaburi hii. Katika Zaburi sura ya 6, Daudi anachelewesha akikiri dhambi yake kwa Mungu. Na anasema hapa katika mstari wa 1, E Bwana, usinikemee kwa hasira yako, wala usiniadhibu kwa ghadhabu yako. Unifadhili, E Bwana, kwa maana ninadhoofika. Niponye, E Bwana, kwa maana mifupa yangu inasumbuka. Naam, nini kinaendelea? Daudi ametenda dhambi. Ndiyo maana Mungu ana hasira. Na Daudi amechelewesha kuungama dhambi yake. Na tunajua hilo kutokana na maelezo ya mateso yake. Anazungumzia kudhoofika. Kweli hilo linachukua muda. Sasa anasumbuliwa na dhamiri yenye hatia. Na wacha nikuambie kitu, kuchelewesha kukiri dhambi yako ni hatari kwa njia nyingi ambazo mara nyingi hatuzifikirii. Sasa hatujui ni kwa muda gani Daudi alichelewa, lakini anasema hapa katika mstari wa 2 kwamba ana mifupa inayosumbuka. Hata mifupa yake inauma. Unafikiri vizuri anasubiri nini? Hatujui. Lakini swali bora zaidi litakuwa, unangoja nini? Mimi ninangoja nini? Kwa nini mtu yeyote anasubiri na siyo kukiri dhambi zao kwa Mungu mara moja? Inatupeleka tu mahali pale pale pa upweke na ugumu. Mahali tunapompata Daudi hapa. Daudi anaomba hapa katika mstari wa 3. Kwa muda gani? Geuka, Bwana. Unaona, Daudi anajisikia kutengwa na Mungu, lakini wakati huu pia amedanganywa na dhambi yake. Mungu hajageuka. Mungu hakuwa ameenda popote. Hakuwa amemgeuzia Daudi mgongo wake. Unapofanya dhambi, na mimi ninapofanya dhambi, tunamgeuzia mgongo. Kwa Mungu sisi ndio tunaotembea mbali.
Wacha niweke tu muhtasari wa mada hii hapa. Kuchelewesha kukiri hakueleweki hata kidogo. Hakuna maana yoyote kabisa. Na hatimaye Daudi anakubali hilo hapa katika mstari wa 6. Nimechoka na kuugua kwangu. Kila usiku nalowesha kitanda changu kwa machozi, ninalowesha kochi langu kwa kilio changu. Sasa tunaweza kukubaliana leo kwamba kuugua na kulia kote kwenye samani zako si wazo zuri. Kweli hakuna sababu nzuri ya kuishi hivyo, kutumia usiku wako hivyo, kuwa katika aina hiyo ya maumivu. Na Daudi kwa njia wakati huu anaacha pia kuchelewesha. Baada ya kukiri dhambi yake, sasa anasema hapa katika mstari wa 9, Bwana amesikia ombi langu, Bwana anakubali sala yangu. Wacha nikuambie wapendwa, zaburi hii ni onyo kubwa kwetu kuhusu majeraha yanayosababishwa na sisi wenyewe, yanayotokana na dhambi zisizokiriwa. Hata mifupa inayouma mwilini mwako. Lakini pia inatuhimiza kwamba kamwe si kuchelewa kukiri. Kwa kweli, ikiwa unachelewesha sasa hivi, kwa wakati huu, Mungu anasubiri kwa uvumilivu, akiwa na mikono wazi, masikio yanayosikiliza na moyo ulio tayari kusamehe. Wacha nikutie moyo, usichelewe tena. Zaidi kweli, hadi safari yetu ya hekima ijayo, wapendwa, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nanyi nyote. Amina.